Ni kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo mgumu kabisa, mchezo dhidi ya Namungo FC, mchezo wa kwanza kuanza kwa ligi kuu ya NBC Premier League msimu huu 2026 2027. Tayari kocha Yanga Mangoba Miti ameshaweza kutangaza kikosi ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo huo dhidi ya Namungo FC. Kwanza kabisa tukianza na golini kwenye milingoti mitatu, kocha wa klabu ya Yanga Mangoba Miti amechagua kuanza na golikipa wake Djigui Diarra. Wote tushaweza kushuhudia kiwango ambacho Djigui Diarra alikionyesha kwenye mechi ya tano ya jadi, mechi ya ngao ya jamii iliyoweza kufanyika pale visiwani Zanzibar. Dakika za mwisho mwisho aliweza kuokoa michomo mingi kweli kweli na kuisaidia klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tukija katika eneo la mabeki, mwalimu wa klabu ya Yanga Mangoba Miti amechagua kuanza na safu ya mabeki wanne, yani mabeki wawili wa pembeni pamoja na mabeki wawili wa katikati. Tukianza na katika eneo la upande wa kushoto, watu wengi walitegemea kumuona Mohamed Hussein Zimbwe Junior, lakini hiyo ilikuwa ni tofauti kwa mwalimu wa klabu ya Yanga Mangoba Miti. Alichagua kuanza na beki mwenye uzoefu kwelikweli Shadrack Isaka Boka, ambaye kwenye mchezo uliopita aliweza kuonesha uwezo mkubwa kwelikweli na kupelekea kuweza kutoa asisti ya goli mara baada ya kuweza kupiga bonge moja cross dongo ambayo iliweza kumkuta Kangwanda ambaye aliweza kufunga kwa heda moja maridhawa kabisa. Kwa hiyo upande wa kushoto atakuwepo Shadrack Isaka Boka. Kasi yake ya kukaba pamoja na kushambulia imekuwa ni nzuri kwelikweli, amekuwa akikaba vizuri, akishambulia vizuri. Kwa hiyo mwalimu wa klabu ya Yanga Mangoba Miti amechagua kuanza na Shadrack Isaka Boka. Mayday mayday. Lakini vile vile tukitaka katika upande wa kulia, upande wa fullback ya kulia ni moto wa kuotea mbali. Kule yupo Kuasi Atoula Yao, na yeye moto wake haukuwa wa kawaida, na yeye kiwango chake kwenye mechi ya dabi hakikuwa cha kawaida kabisa. Kwa hiyo mwalimu wa klabu ya Yanga Mangoba Miti amechagua kuanza na Kuasi Atoula Yao katika eneo la upande wa kulia kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuweza kupandisha mashambulizi, lakini vile vile uwezo wake mkubwa wa kuweza kukaba kwa wakati. Yani Kuasi Atoula Yao, ukisikia beki wa kupanda na kushuka, ndio yeye anafanya majukumu yake kiufasaha kabisa, lakini vile vile sio mtu ambaye anachoka, anapambana kuanzia dakika ya kwanza mchezo mpaka dakika ile ya 90. Lakini vile vile tukaje katika eneo la mabeki wawili wa katikati, basi ni Bakari Nondo Mwamnyeto na bila kumsahau Ibrahimu Abdurabaka kutokea kule visiwani Zanzibar. Hawa ni moja kati ya mabeki ambao kwenye mchezo uliopita walikuwa wanaelewana kwelikweli. Yani unaweza kusema kwamba alicheza Sergio Ramos pamoja na Varane, lakini alikuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto le capitaine, mchezaji ambaye walimdharau kwelikweli, walimsema kwelikweli, lakini kwenye mechi ya tano ya jadi dhidi ya Simba amekuja ameprove ya kwamba yeye ni mchezaji mkubwa, na mwalimu wa klabu ya Yanga Mangoba Miti amechagua kuanza naye katika eneo la safu ya ulinzi. Lakini vile vile bila kumsahau kamanda wanamuita Ibrahimu Abdurabaka kutokea pale visiwani Zanzibar, na yeye atakuwa akisaidiana na Bakari Nondo Mwamnyeto katika eneo la kati ili kuhakikisha safu ya ulinzi ya Yanga inakuwa salama na wanatoka na shuka likiwa lijichafuliwa, yani clean sheet, wakishirikiana kumlinda golikipa wao marizawa kabisa Djigui Diarra. Lakini vile vile tukija katika safu ya viungo, mwalimu wa klabu ya Yanga amekuwa akipendelea kutumia viungo wawili wakabaji. Kwanza kabisa ni Duke Oga Abuya. Nadhani hakuna mwana Yanga yoyote ama mpenda soka yoyote ambaye ana mashaka na kiwango ambacho Duke Oga Abuya amekuwa akikionyesha kwenye michezo ya hivi karibuni. Amekuwa ni mchezaji ambaye ana impact kwenye maboksi yote mawili, yani ana uwezo wa kukaba, lakini vile vile ana uwezo wa kutengeneza nafasi za kufunga pamoja na kufunga yeye mwenyewe endapo chansi inaweza kutokea. Lakini vile vile tukija katika eneo la kiungo hapo hapo na kutana na Mudathiri Yahya Abbas, moja kati ya vijana ambao wamekuwa wakivuja jasho uwanjani, moja kati ya vijana ambao wamekuwa wakipambania sana nembo ya klabu ya Yanga, moja kati ya vijana ambao kiufupi
watu wengi wanawachukia, lakini kiuhalisia Mudathir Yahya Abbas ni mchezaji ambaye anacheza mpira kweli kweli, ni mchezaji ambaye anaipenda kazi yake, lakini vile vile anaipenda timu yake ya Yanga. Kiufundi na yeye amekuwa na impact kwenye box zote mbili, yani kwenye kukaba pamoja na kushambulia. Huyu ni Mudathir Yahya Abbas pamoja na Duke Ogabuya wanaenda kuanza kwenye safu ya kiungo cha klabu ya Yanga. Kwa upande wa kiungo cha ushambulizi ni Maxi Mpia Nzengeli, au unaweza kusema usiyempenda kaja. Ni moja kati ya wachezaji ambao huwa wanapenda kuwekwa nje na mashabiki. Kila dirisha la usajili ambalo litafika kwa upande wa Yanga wakisajili wachezaji, basi mashabiki wengi wa soka wamekuwa wakipendelea kumweka nje Maxi Mpia Nzengeli kwenye vikosi vyao. Lakini ukija kwenye uhalisia, makocha wengi, takriban makocha wote ambao wamewahi kupita katika kikosi cha Yanga wamekuwa wakipendelea kumtumia Maxi Mpia Nzengeli kwenye kiungo cha ushambuliaji, na hii ni kutokana na commitment yake, na hii ni kutokana na level ya juu ya Maxi ya kujituma uwanjani. Hii ni kutokana na yeye kuweza kutimiza majukumu mengi kwa wakati mmoja, kwa sababu ukiangalia kwenye mechi dhidi ya Simba Sports Club kwenye zile dakika 20 za kwanza, basi Maxi Mpia Nzengeli ndiye mchezaji pekee aliyekuwa akionekana kutokana na Simba kuweza kutawala mchezo. Alikuwa akikaba, lakini vile vile alikuwa akijaribu kuweza kupandisha mashambulizi mbele. Pia Maxi Mpia Nzengeli amekuwa ni mchezaji ambaye akipata nafasi ya kufunga basi hana hiana, amekuwa akiipatia magoli klabu ya Young African, na ndio maana kila kocha ambaye anakuja katika klabu ya Young African amekuwa akipendelea kuweza kumtumia Maxi Mpia Nzengeli kwenye kiungo cha ushambuliaji. Basi ni Maxi Mpia Nzengeli, japokuwa watu wengi walimzoea kumuona Alan Okello kwenye kiungo cha ushambuliaji, lakini za ndani kabisa zinasema kwamba kocha Mangoba Ngiti hajampenda kabisa Alan Okello, na anasema ni mchezaji ambaye ni mvivu na ameishauri klabu ya Yanga kuweza kumuuza Alan Okello. Ndio maana unasikia tetesi za Alan Okello kuweza kuondoka kuuzwa kwenye klabu ya Yanga. Lakini tukija katika safu ya mbele, kulia na kushoto ni Zakoani, na bila kumsahau mfungaji wa goli muhimu kabisa kwenye mchezo wa dabi Albert Kangwanda, wanaanza upande wa kulia na kushoto. Kwa Albert Kangwanda hamna kitu chochote ambacho unaweza kuwa na wasiwasi nacho kutokana na uwezo wake mkubwa ambaye aliweza kuonesha kwenye mechi dhidi ya dabi, lakini kwa Zakoani bado inatakiwa tuweze kumpatia muda, bado kuna vitu vingi ambavyo wanatakiwa kuweza kuimprove ili awe winga mzuri kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Lakini vile vile katika eneo la ushambuliaji ni Peter Shalulile, unaweza kusema kwamba the goat, au unaweza kusema the Shashaman, mmoja kati ya wachezaji wazuri ndio wameprove kwenye ligi kubwa ya pale PSL kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini vile vile Peter Shalulile the Shashaman the goat anatakiwa kuja na kuprove hapa nyumbani Tanzania. Tuliweza kushuhudia kwenye mechi iliyopita aliweza kukosa nafasi ya wazi kabisa dhidi ya Mamadou Tanja Kasari. Watu hawakuongea, lakini angekuwa Dombi amekosa, basi watu wengi wangeweza kuzungumza kwa kile ambacho kiliweza kutokea. Hichi ndicho kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kitaweza kwenda kuanza kwenye mchezo mgumu kabisa, mchezo dhidi ya Namungo FC. Lakini vile vile kutakuwa kuna substitution ambazo zitaingia kuweza kwenda kuimarisha kikosi cha Yanga. Moja kati ya substitution ni Alan Okello, lakini vile vile bila kumsahau Azizi Ki, Master Ki ambaye ameweza kusajiliwa kabisa kwenye klabu ya Yanga. Lakini vile vile mtu mwingine ambaye anaweza kuingia kama substitution kwenye mechi hii basi anaweza kuwa ni Cheikh Ibrahim Tule kama namba 9 ambaye hata kwenye mechi iliyopita dhidi ya wapinzani Simba C aliweza kuingia.